Kauli yenye nguvu zaidi, haji ilifaradhishwa katika mwaka wa 9 wa hijiria, yani kwa maana mtume alipokuja hijra, alipohamia Madina, akakaa mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, 6, 7, 8, wa 9 ndio ikaja fardhi ya haji. Na ndio maana mtume mwenyewe amehiji mara moja. Imamu Ahmad ibn Hanbal ndio anasema ukionekana sehemu watu wote wafunge. Akaja al-Imamu anayefahamika kwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah akafafanua hili, akasema al-Imamu Ahmad ibn Hanbal aliposema utapoonekana sehemu moja kote ufuatwe, amemaanisha vile zile sehemu zilizokuwa zimekaribiana. Na ndio hiyo anarudi kwenye ile kauli yetu, wale ambao kwamba wanaafikiana machomozo ya jua na kutwa kwa jua, wale hukumu yao ni moja katika nini? Kufunga na kufungua. Sisi tunaona mwezi kwa kuchelewa, wao wametangulia kwa siku moja. Kule kuna kisimamo cha Arafa. Je, tufunge kwa sababu eti watu wamesimama Arafa? Shekhe anasema hapana, kwa sababu kwenu ni 8 na sunna ya kufunga ni siku ya 9, sio siku ya 8. Allahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد. Ndugu zangu Waislamu, tukiwa katika masiku bora, tukiwa katika masiku matukufu, masiku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia na sisi kuwepo na tukawa ni wenye kuvuta pumzi na tupo katika uhai, na mpaka leo tunaweza kufanya mambo yetu kwa namna moja au nyingine. Hili kwanza ni la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kurejesha shukrani hii kwake yeye Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kabla sijaendelea, tupo katika msikiti, kwa hiyo tupatilize uwepo wetu wa msikitini kwa kutia nia ya itikafu, kwa kutia nia na kusema nawaitu li'tikaf ma dumtu fil masjid, na nuia itikafu kwa muda nitakaokuwepo msikitini, kwa sababu innamal a'malu binniyat, kila amali ni nia. Unaweza kuwa sisi sote tupo msikitini hapa, lakini baadhi yetu wakatoka na thawabu nyingi sana, kwa sababu amenini, ametia nia. Kwa sababu nia tuli'tikaf mpaka unuie kwamba mimi nanuia kukaa msikitini na nanuia itikafu kwa muda nitakaokuwepo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atulipe kwa huu wakati ambao kwamba tutakuwa nao, kwa wakati wa baina al-maghrib wal-isha, ambao kwamba ni nyakati bora sana. Nasaba wa hizi siku tulizonazo, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akitueleza masiku bora haya, ubora wake ni nini, kisha ndio tuje kwenye mada husika na kueleza ni nini maana ya Arafa na ni lini. Lakini dakika chache kwanza tueleze ubora wa masiku haya. Tumemsikia msomaji ametuambia wal fajri wa layalin ashri. Mwenyezi Mungu anaapa na alfajiri, wakati wa alfajiri, na anaapa na masiku 10 haya ambayo kwamba tuko nayo. Masiku 10 haya Mtume Muhammad katika hadithi atuambia ma min ayamin al-amalu salihu fihinna
ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii, ambayo ndio hadithi inayozungumzwa sana katika masiku haya. Kabla haya masiku 10 kuingia, ilizungumzwa katika makhutba mbalimbali na mihadhara mbalimbali na darasa mbalimbali, na ingali kuzungumzwa kwa sababu ndio mnasaba wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Hakuna masiku bora ambayo kwamba ndani yake al-amalu salihu fihinna, matendo mazuri ndani ya masiku hayo, ahabbu ila Allah, yanapendekeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu, min hadhihi al-ayyam, kuliko haya masiku 10. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba Mtume anatuambia kwamba sisi katika masiku 10 haya tupo katika masiku bora zaidi duniani. Na masahaba, kwa sababu tayari kwa wao wameshazoea kwamba al-jihadu fi sabilillahi hiya min a'zami al-a'mali wa ahabbuha ila Allah. Jihadu fi sabilillahi ni katika matendo mazuri makubwa zaidi na yanayopendwa na Allah tabaraka wa taala. Akasema kwa sababu masahaba wameshazoea jihadi ndio amali kubwa, wakamwambia ya Rasulullah, wala aljihadu fi sabilillah, hata hiyo jihadi basi itakuwa haina ubora kuliko mtu kufanya mambo mazuri katika masiku 10 haya. Sasa tuje katika aljihad. Ni nini maana jihad? Jihad ni amali ambayo kwamba mu'min huenda katika vita ambavyo ni kupigana baina ya makafiri na Waislamu kwa lengo i'la'u kalimati Allah subhanahu wa ta'ala, kwa lengo la kuliinua neno la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Jihadi, wanaopigana jihadi wako sampuli 3. Lazima kwanza tuelewe hiyo jihadi upiganaji wake upoje. Watu wako sampuli 3. Sampuli ya kwanza ni mtu anakwenda jihadi binafsihi, wala yamliku malan, lakini hamiliki chochote katika mali wala hana chochote, maskini ya Mungu. Yeye atakwenda atafanya jihadi kujitolea nafsi yake. Huyu anaitwa mujahid, na anapokufa katika vita atakuwa ni nini? Ni shahid au shahid inda Allah subhanahu wa ta'ala, amekufa akiwa shahid. Hii ni aina ya kwanza ya jihadi. Mtu amekwenda kwa nafsi yake, lakini hamiliki mali, ni maskini ya Mungu. Pengine upanga amesaidiwa, farasi amesaidiwa. Hii ni aina ya kwanza ya jihadi. Aina ya pili ya jihadi ni mtu atoe mali yake, lakini yeye haendi katika jihadi. Hana uwezo wa kupigana, labda afya yake haimruhusu, dhurufu, ana mambo ambayo kwamba yamemzuia asiweze kufanya jihadi, labda mzazi wake yuko hai na ahitajia huduma yake. Kwa sababu katika hadithi imekuja Mtume Muhammad, baadhi ya masahaba walikuja kutaka kuomba jihadi, ya Rasulullah idhan li fil jihad, niruhusu na mimi niende katika jihadi. Akamwambia alaka walidaika au ahaduhuma, akamwambia je, una wazazi wako? Akamwambia ndio. Akamwambia fafihi ma fajahid, nenda ukafanya jihadi yako kwa wazazi wako wawili. Manake nenda kawahudumie wazazi wako, ndio jihadi yako. Kwa hiyo mtu wa aina hii anaweza kuwa na mali akasema, haya basi mimi ya Rasulullah siwezi kwenda kwenye jihadi, siwezi kuhudhuria katika mapigano hayo, lakini ninatoa farasi wangu, ninatoa silaha zangu kwa ajili watu wakafanya nini? Wakapate jihadi. Watatu, sampuli ya mwisho ambayo kwamba ndio kubwa zaidi, ni mtu atoka yeye na mali yake.
Na ndio hapa alipomkusudia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, isipokuwa mtu ambaye kwamba atatoka kwa nafsi yake na mali yake, halafu falam yarji min dhalika bi shay, hakurudi chochote. Yani yeye amefariki, amekufa huko, amepata shahada na mali yake haikurudi chochote. Asema Mtume Muhammad isipokuwa mtu huyu ndiyo atakuwa na daraja kubwa kuliko atakayefanya amali nzuri katika masiku haya. Hapa unapata picha gani? Picha inayotujia sisi ni kwamba sisi tupo katika masiku bora sana. Maana yake ukifanya amali ya kheri, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakujalia ukawa utaswali kwa wakati, utatoa sadaka, utafanya amali yoyote ambayo kwamba ni ya kheri, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaonyesha kiwango chako kwamba wewe unapendwa na Mwenyezi Mungu zaidi kuliko chochote kile. Kwa hiyo ndugu zanguni, ni kuzipatiliza hizi siku, ni kujitahidi na kuziendea mbio hizi siku ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia na sisi mpaka leo tuko na tumezi ishi hizi siku. Wangapi tuliokuwa nao ndugu zetu wamefariki kabla Ramadhani, wengine ndani ya Ramadhani, wengine baada ya Ramadhani, wengine juzi kabla ya wiki wametuacha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwa hiyo ndugu zangu, tupatilizeni hizi siku. Min dhimni hadhihi al-ayyam hunaka yawm Arafa. Katika jumla ya haya masiku hizo 10 kuna siku inaitwa nini? Siku ya Arafa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi atuambia man sama yawm Arafa ahtasibu inda Allah subhanahu wa ta'ala an yukaffira dhunuba sana al-madiyah wa fi riwaya wal atiya. Hadithi au kama kala alayhi salatu wasalam, hadithi maarufu na sahihi wala haina matatizo yoyote. Hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam asema mwenye kufunga siku ya Arafa natarajia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtu huyo asamehewe madhambi yake ya mwaka uliopita na mwaka utakaokuja. Yani mwaka uliopita huu utasamehewa dhambi zako kwa sababu ya kufunga hiyo siku ya Arafa, na mwaka unaokuja pia Mwenyezi Mungu atakusamehe madhambi yako. Sasa watu tunaulizana, ni nini hiyo Arafa na ni lini hiyo Arafa? Je, Arafa ni siku watu wanasimama kwenye viwanja vya Arafat? Je, siku ya kufunga Arafa ni siku ya 9 katika mwezi wa Dhulhijja? Ikiwa tutaifungamanisha kusimama kisimamo cha Arafa na funga ya siku ya 9 ya mwezi wa Dhulhijja, tutakuwa na mtihani mkubwa. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala katika kutaka kutuonyesha na kutufahamisha, imetokea katika miaka ya juzi, miaka ya corona, kulikuwa hakuna haji, watu hawajaenda haji. Kwa hiyo maana yake kwamba watu hawakusimama nini? Kisimamo cha Arafa. Je, maana yake watu siku ile hatukufunga siku ya 9? Sisi tulifunga, au sio? Maana yake funga hii ina mafungamano na siku ya 9 ya mwezi wa Dhulhijja na sio kisimamo cha Arafa. Nitakupa kwa dalili. Katika hadithi imekuja Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoingia katika mji wa Madina. Mtume katika utume wake aliishi miaka 23. Nimesema ameishi katika nini? Utume, sio umri wake wote, tuelewane vizuri. Katika utume na kutumikia utume na kuitumikia risala aliishi miaka 20 na ngapi?
Maana yake mtume aliletewa ujumbe au aliletewa utume akiwa na umri wa miaka 40. Jumla mtume ameishi miaka mingapi? 63. Mtume alipoishi Maka aliishi miaka 13 ya risala. Akahama baada ya misukosuko, kwa tarehe ndefu hatuna haja ya kuieleza. Akaja katika mji wa Madina. Alipokuja mji wa Madina akawakuta maansari wana siku mbili wanasherehekea. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaambia, laqad abdalakumullahu bikhairin minhuma, Mwenyezi Mungu amekubadilishieni masiku haya kwa masiku mazuri zaidi, ambayo ni Eidaini, Eidul Fitri wa Eidul Adha. Hii ilikuwa mwaka gani? Mwaka wa pili min al-hijra. Mtume alipokwenda Madina kaishi mwaka wa kwanza. Mwaka wa pili ikafaradhishwa faradhi ya kufunga mwezi wa Ramadhani. Nenda katika kitabu chochote, kitabu kidogo tu kile Khulasatu Nurul Yaqin, ambao ndio mabadi ya sira, yani ndio mtoto mdogo akianza kufundishwa sira anasoma hicho, utakuta maelezo haya kwamba Ramadhani imefaradhishwa katika mwaka wa pili na ndio Eid imefaradhishwa mwaka wa pili min al-hijra. Tumesema mtume ameishi miaka mingapi katika Madina? 10. Sawa, miaka 10. Lakini mwaka wa pili tu kuingia hijra ikaleta faradhi ya nini? Ya saumu ya Ramadhan, ikaja na faradhi au sunna ya Eid ya Fitri. Lakini hapo hapo pia ikaja na sunna ya kufunga yaumu Arafa, na pia kusherehekea Eid ya Eidul Adha mwezi 10 ya mwaka wa pili wa Hijria. Hapo tukumbuke hija haijakuja, ndugu zangu ni Waislamu. Uislamu ulipokuja haikuleta vitu vyote kwa mkupuo mmoja. Haya, kuswali, kufunga, kutoa zaka, kuhiji, zote lazima mfanye. Hapana, ilikuja tadrijia, kidogo kidogo. Kwanza ilianza swala toka Maka, watu wakaanza wanaswali, na ndio ile Mtume Muhammad alipoenda Isra na Mi'raj akafaradhishiwa nini? As-sala. Kidogo kidogo ikaja saumu Ramadhan, ikaja zaka, ikaja haji. Sasa mwaka wa haji ni lini iliyofaradhishwa? Haji ilikuja mwaka gani? Haji ilifaradhishwa katika mwaka wa 7, wa 5, wa 9. Kauli yenye nguvu zaidi, haji ilifaradhishwa katika mwaka wa 9 wa Hijiria. Yani kwa maana mtume alipokuja hijra, alipohamia Madina, akakaa mwaka wa kwanza, wa pili, wa 3, wa 4, wa 5, 6, 7, 8, wa 9 ndio ikaja fardhi ya haji. Na ndio maana mtume mwenyewe amehiji mara moja. Tumsalie Mtume Muhammad. Hakuna katika riwaya utakuta kwamba mtume ana hija 10 au 3. Ana hija mara moja tu. Hii ina maana gani? Maana yake kwamba kumbe funga ya siku ya Arafa ilikuwa ipo kabla ya haji kuja. Hapa sasa ndio tunatakiwa sisi, ndugu zanguni, tufahamu haya mambo ambayo kwamba tunatatizwa nayo. Manake inakuja kama masala ya kwamba nini, ili mradi tu kuharibiwa maneno na mazungumzo. Kumbe hili suala halina mafungamano na kisimamo cha Arafa. Sasa utakuta mtu akwambia, bana, nyinyi mnafunga kesho wakati watu washasimama jana. Arafa ngapi kwani? Au Arafa yenu Arafa ya nani? Sisi hatufungi kufunga kisimamo shekhe. Tunafunga ni siku ya 9 ya mwezi wa Dhulhijja. Kwa hiyo kisimamo cha yaumu Arafa hakina mafungamano na kufunga kwa Arafa. Nafikiri hii ambayo kwamba nimeieleza kwamba
kufaradhishwa au kushereheshwa au at-tashri'u fi al-eidain fi as-sanati ath-thaniya min al-hijrati, kuletwa mashru'i ya kwamba swala ya Eid ni mwaka wa pili katika mwaka wa hijiria mtume kuanzia kuhama, halafu mwaka wa tatu hakuna haji, mtume anaendelea kufunga nini? Siku ya Arafa. Mwaka wa 4 hakuna haji, mtume anaendelea kufunga nini? Siku ya Arafa. Mwaka wa 5 mtume anafunga sumu ya Arafa, na yeye anafunga na anawaambia watu nini wafunge, na siku ya 10 watu wanasherehekea nini? Eidul Adha. Hakuna haji, hakuna watu wanaosimama kisimamo cha Arafa, kwa sababu hakuna haji. Utaenda kusimama nini? Kwa hiyo watakwambia kwamba hii ni ikhtilafu ya matali'. Unajua kuna kitu kinaitwa ikhtilafu al-matali', tofauti za machomozo ya jua na kuzama kwa nini? Kwa jua. Je, ikhtilafu hii ipo? Waweza kuambia bwana, hii ni ikhtilafu iliyopo kwenye madhhabu ya Imam Shafi'i tu. Hapana, si kweli. Ikhtilafu al-matali' ipo kwa wanazuoni, na masala haya ndio yamekuja kutugawanya watu. Leo hii utakuta mtu nyumba moja, huyu leo anaswali, yule kafunga, huyu kafungua, yule anafunga. Ni masala ambayo kwamba yamekuja hivi juzi, ndugu zangu Waislamu. Hebu tufaradhishe miaka 60, miaka 70 nyuma, kulikuwa hamna hivi vyombo ambavyo kwamba tunavyo leo, ma TV, masimu na nini. Watu walikuwa wanafunga vipi? Je, kuna mtu alikuwa anatoka safari hapa anakwenda mpaka Maka, anauliza jamani, mtasimama lini huku na sisi tuje tufunge? Hamna. Baada ya kuja hivi vyombo na walioenda kusoma huko Madina wakaja na hizi siasa za kwamba inabidi tusimame kama watu wanavyofunga kule, watu wamesimama, watu wamefunga kule. Yalikuwa hayapo, ndugu zanguni. Na hii ikhtilafu al-matali' ni somo lipo, kutofautiana kwa machomozo yapo. Kwa nini? Kwa sababu kuna hadithi ambayo kwamba imethibitisha hilo. Anasema ويقول البعض أن هناك أقوال شافعية فقط, yani kwamba haya ni maneno ya kishafi'i peke yake. Si kweli. فإذا رجعت في مذاهب أخرى كأبي حنيفة ستجد الكثير من العلماء. Ukirudi kwenye madhhabi ya Abu Hanifa, wanawazuoni kadhaa wanathibitisha maneno ya nini? Ya ikhtilafu al-matali'. Nitakutajia vitabu na wanawazuoni wake, uende ukaangalie, je, wamesema haya ama hawajasema. Rudi kwa al-Imam, anasema al-Kasani fi Bada'i' as-Sana'i'. Kitabu kinaitwa Bada'i' as-Sana'i' lil-Imam al-Kasani. Nenda katika kitabu cha al-Imam az-Zailai fi tabyin al-haqa'iq, masala haya ya ikhtilafu al-matali' yametajwa. Nenda katika kitabu Sheikh Zada fi kitabi Majma'u al-Anhar, utakuta masala haya yametaja. Nenda katika kitabu cha al-Imam az-Zabidi Ithafu Sada al-Muttaqina fi sharh Ihya'i Ulumuddin, utakuta ametaja masala haya. Ukija katika upande wa al-Malikia, Sheikh Ibn Rushdi, Ibn Qarafi, Ibn Abdul Barri, Ibn al-Imam al-Qurtubi, maimamu wakubwa hao wanathibitisha kwamba kuwepo kwa nini ikhtilafu al-matali'. Ama ukija kwa Imam Shafi'i, ndio usiseme, takriban wanawazuoni wote wa Imam Shafi'ia wanathibitisha kwa uwepo wa ikhtilafu al-matali'. Imamu Ahmad ibn Hanbal ndio anasema ukionekana sehemu watu wote wafunge. Akaja al-Imamu anayefahamika kwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah akafafanua hili,
Akasema al-Imam Ahmad ibn Hanbal aliposema utapoonekana sehemu moja kote ufuatwe, amemaanisha vile zile sehemu zilizokuwa zimekaribiana. Na ndio hiyo anarudi kwenye ile kauli yetu, wale ambao kwamba wanaafikiana machomozo ya jua na kutwa kwa jua, wale hukumu yao ni moja katika nini? Kufunga na kufungua. Kwa hiyo tumesema hapa Arafa haina mafungamano na kisimamo cha haji. Utakuta mwingine akwambia Arafa kwani ni ngapi? Mwambie Arafa ziko 3. Arafa ziko ngapi? Ziko 3. Arafa kwa maana ya siku ni Arafa ile. Na hii tumeipata wapi? Katika hadithi iliyopokewa na Imam Ahmad fi musnadihi biisnadin sahihin. Anasemaje? Inna Allaha akhadha al-ahda ala dhahri adama bina'mani fi yawmi Arafa. Yani Mwenyezi Mungu amechukua ahadi na mithaq kwa nani? Kwa Nabii Adam kabla hajamuumba, ala dhahrihi, hajatuumba sisi sote. Akasema ile kauli yake maarufu, alastu bi rabbikum qalu bala. Sote sisi viumbe wote sisi tuloumbwa, binadamu na majini, tulisema bala. Mwenyezi Mungu alituuliza, mimi si Mola wenu? Sote tukajibu, yani sisi sote tuloumbwa, sisi Waislamu, makafiri na wengine wote, tulijibu bala. Haya maswali Mwenyezi Mungu alimuuliza Nabii Adam wapi? Akiwa katika, ilikuwa ni siku ya Arafa katika Wadi Na'man. Nenda katika musnad ya Imam Ahmad utaiona hadithi hiyo. Sasa Arafa kwa maana ya siku tushaipata hiyo na dalili tumewapa hiyo. Arafa kwa maana ya sehemu ndio ile Jabalur Rahma, ile sehemu wanaosimama mahujaji siku ya Arafa. Ile sehemu ile inaitwaje? Inaitwa Arafa. Kuna Arafa kwa maana ya kisimamo chenyewe kile kinaitwa al-wuqufu bi Arafa, na ndio amali yenyewe inaitwa Arafa. Tumeelewana ndugu zangu Waislamu? Kwa hiyo usibabaishwe kwamba mbona sisi tumekuwa tofauti, mbona sisi imekuwa tunakwenda kinyume. Hakuna. Na ukitaka ushahidi wa ikhtilafu al-matali', na kwamba kila mmoja afunge kwa muonekano wa nyumbani kwao, afunge kwa muonekano fi baladihi, ziko adilla nyingi sana. Kwanza itotoshe hadithu Quraib. Hadithu ya Quraib. Quraib huyu ni mmoja katika matabi'i wakubwa. Asema alitumwa, na iko katika sahihi Bukhari, ni hadithi sahihi, haina mashaka hii, sio kama ni dhaifu, hamna. Huyu Quraib alifanya nini? Alitumwa na Ummul Fadl. Sawa? Alitumwa fi baadhi hajatihi fi Sham. Alikwenda Sham kwa baadhi ya haja zake kabla Ramadhani kwa muda mchache. Akifika kule siku ya Ijumaa, watu wakaona mwezi usiku wa kuamkia Ijumaa, maana yake Alhamisi usiku wakaona nini? Mwezi wa Ramadhani. Wakafunga. Na yeye akafunga na watu pale. Akaenda nao mpaka karibu Ramadhani inakuisha. Safari yake ikawa imeisha, akarudi mji wa Madina. Ndugu zangu, tusikilizane kwa makini hapo. Mtume au bwana Quraib akarudi kutoka Sham, akaja mji wa Madina, akaikuta Ramadhani inaendelea kufungwa. Kufika pale akakuta tayari ni tarehe mwezi 29, 30 na kwenda. Akazungumza na Ibn Abbas. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama Mungu mwenyewe kutaka kutuonyesha kwamba kutakuja ikhtilafu baadaye, ngoja Mwenyezi Mungu alitoe hili ili lipate kupatikana katika hadithi, tena hadithi zilizokuwa sahihi.
Ibn Abbas amuuliza Kurayb, kwa nini huko mmefunga lini? Kurayb ndo anamwambia Ibn Abbas kwamba sisi kule tumeanza kufunga usiku wa Ijumaa ndo tumeona mwezi, na maana sisi tumeanza Ijumaa tarehe 1 ya Ramadhani. Akamwambia sisi huko tumeona mwezi Ijumaa usiku, kwa maana sisi tarehe 1 ilikuwa lini? Jumamosi. Tumeelewana vizuri eh? Huyu Kurayb anamuuliza awala naktafi au awala naktafi bi ru'yati Muawiya, je, hatujitoshelezi na Muawiya? Kwa sababu kule Muawiya ni amiri, ni kiongozi wa umma, amirul mu'minin. Je, haitutoshi sisi kuona kwake? Ikawa kumbe nyinyi mmechelewa kuona mwezi, tufuateni kule? Ibn Abbas akamwambia hapana, sisi tumeona kuchelewa, tumeona Jumamosi, basi sisi tutaendelea tukamilishe 30. Hatuwezi kuwafuata watu wa Sham. Kisha akamwambia hakadha amarana Rasulullah, tumswalie Mtume Muhammad, hatuwezi kufuata muandamo wa huko, sisi tutafuata muandamo wa hapa kwetu. Kwa nini? Hivi ndivyo tulivyopokea na ndivyo alivyotuamrisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umeona maneno yalivyokuwa yamelingana, yamestawi sawa sawa, hakuna jongo, hakuna kwenda huko wala kule. Ibn Abbas anamwambia sisi tutafuata muandamo wetu. Kwa nini? Kwa sababu hivi ndivyo tulivyopokea kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya ndio mapokezi waliopokea kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithu ya Kurayb ina mambo mengi ambayo kwamba tunajifunza kupitia hayo. Anasema anna almuslimina fi dhalika alwaqti dawla wahida wa Muawiya khalifatuhum. Muslimina wote, waislamu wote walikuwa ni dola moja, na Muawiya ndio amiri wao. Wa Ibn Abbas mimman yuqirruna dhalika, na Ibn Abbas anakubali kwamba Muawiya ndio khalifa wetu. Falau lam yakun ikhtilafu al-matali' mu'tabaran lama wasi'ahum khilafuhu. Lau hizi ikhtilafu al-matali' ingekuwa hazizingatiwi, ingekuwa inawatosha wao kuona muonekano wa Sham wa Muawiya. Lakini ilipokuwa kutofautiana kwa kuchomoza kwa jua na kuzama kwa jua ni jambo linalozingatiwa, wakafuata muandamo wao. Huyu bwana atueleza kisha anna Kurayban akhbara Ibn Abbas bi annahu huwa raa ash-shahra wa raahu an-nas ma'ahu. Kisha huyu Kurayb kamwambia kabisa, ya Abdullah ibn Abbas, mimi mwezi nimeuona mwenyewe, si mambo ya kuambiwa, na watu wakauona. Kwa nini sasa tusifuate kule? Haina haja sisi kwamba tutofautiane. Wa Kurayb tabi'i jalil min afdal man rawa an Ibn Abbas, na Kurayb ni katika matabi'i wakubwa na ni katika watu bora waliopokea kwa Ibn Abbas ahadith nyingi sana. وقد خرجت له أحاديث كثيرة في البخاري, na zimetoka hadithi nyingi ambazo kwamba zimemweleza Kurayb, lakini yeye hadithi nyingi ambazo amezipokea kwa Ibn Abbas ambazo zimepokewa na Bukhari na Muslim. Hapa anatuonyesha kwamba huyu Kurayb ni mtu mkubwa na ameona. Pamoja na hivyo Ibn Abbas hakutosheka na kwamba huyu kaona mwezi, kwa hiyo tumfuate huyu, kwa sababu wanatofautiana sehemu na nini na machomozo. Suala hili lilikuja kwa Sheikh Saleh bin Uthaymeen au Muhammad bin Saleh bin Uthaymeen, mmoja katika wanazuoni wakubwa wa Makkah. Lilikuja swali hili katika fatawa zake, akaulizwa, sisi kulikuwa na watu wa Saudia wamehama kikazi, wamekwenda miji mingine, aliyokwenda Pakistani, aliyokwenda Afrika, aliyokwenda wapi. Sasa ikawa kuna changamoto ya nini?
ya muandamo wa mwezi, akamwambia bwana, sisi tumegawanyika watu sampuli tatu. Kuna watu wameamua kufuata muandamo wa huku moja kwa moja. Kuna watu wanafuata muandamo wa Saudia moja kwa moja. Hawaulizi hili wala lile. Lakini kuna watu wameamua hivi, Ramadhani wanafunga na sisi hapa kwa muandamo wa hapa, isipokuwa Eidul Adha wanafunga kwa muandamo wa Saudia. Je, hukumu yetu ni nini? Na hili lipo sana, hasa hata sisi ambao kwamba tupo Tanzania, Kenya na kadhalika. Utakuta mtu akwambia bana, kama Ramadhani ahlan wa sahlan, tutafuata muandamo wetu, lakini Saudia siku za haji inakuwaje? Kwa sababu watu wamesimama kule, itakuwa vipi sasa sisi tu? Shekhe, soma ufahamu kwamba ujue hakuna mafungamano ya kisimamo cha Arafa na funga ya nini, ya siku ya Arafa. Ibn Uthaymeen akawajibu hivi na nukuu, anasema wasawabu annahu yakhtalifu biikhtilafi almatali'i. Hii inatofautiana kwa matofautiano ya machomozo. Vipi? Fa mathalan, akatoa na mifano ili mtu uelewe anachokizungumza shekhe hapa. Asema fa mathalan, idha kana alhilalu qad ru'ya bi Makkah, mfano mwezi umeonekana katika mji wa Makkah, wa kana hadha al-yawm huwa al-yawm at-tasi', na hiyo siku ikawa ni siku ya 9, wa ru'ya fi baladin akhar qabla Makkah bi yawmin, wa kana yawm Arafa indahum al-yawm al-ashir, fa innahu la yajuzu lahum an yasumu hadha al-yawm li'annahu yawm 'Eid. Yani anatoa fatwa lakini anakupa na mifano ili upate kuzingatia. Usije ukasema mfano kitokea hivi, kisha kupigia na mfano shekhe, unataka nini tena? Anasema hivi, mfano imetokea mwezi kwenu umeonekana, Maka haujaonekana, yani nyinyi mmewatangulia Maka. Na ajabu hili halijawahi kutokea wala sitatokea lini, subhanallah, kwamba eti sisi tumeona mwezi mbele kuliko Maka. Ala kulli hal, iftiradan kwamba tumeona mwezi kwetu ikawa moja, Maka ikawa mbili, wa hakadha mpaka siku ile ya 9. Wao wanasimama kisimamo cha Arafa, sisi kwetu ni 10. Je, tufunge kuwafuata wale? Asema hapana, ni haramu kufunga kwa sababu siku ile kwenu nyie ni Eid. Waacheni wale wasimame kwa sababu wako kisimamo cha Arafa, na watakaokuwa wanaishi mji ule watafunga siku ya Arafa kwa sababu ni siku ya 9 kwa wao. Na ikitokea kinyume hivyo hivyo. Wakadhalika law qudira annahu taakharat ar-ru'ya an Makkah, lau itaakhirika Makkah kuonekana mwezi, au kinyume huku kwetu tukaona kama hivi tulivyo sasa hivi, sisi tumeona mwezi kwa kuchelewa, wao wametangulia kwa siku moja, kule kuna kisimamo cha Arafa. Je, tufunge kwa sababu eti watu wamesimama Arafa? Shekhe anasema hapana, kwa sababu kwenu ni 8 na sunna ya kufunga ni siku ya 9, sio siku ya 8. Na hili shekhe anasema linazingatiwa kwa mazingatio ya kwamba ikhtilafu al-matali', tofauti za kuchomoza kwa jua na kuzama kwa jua ni jambo wanazuoni wamelizingatia. Nimekutajia wanazuoni kadhaa hapa, katika Abu Hanifa kadhaa na katika Imam Malik nimekutajia kadhaa, ambao kwamba wote wale wanakubali ikhtilafu al-matali'. Halafu akasema tena fa innahum yasumuna yawm at-tasi' indahum al-muwafiq li yawm al-ashir fi Makkah, hadha huwa al-qawl ar-rajih. Unajua maana kauli neno hili, tafsiri yake anasema hili ndio neno ambalo kwamba lina nguvu zaidi. Lipi? La kwamba kila mmoja afunge kulingana na muandamo wa kwao. Tumsalieni Mtume Muhammad. Kwa nini? Asema li anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqulu idha ra'aytumuhu fasumu wa idha ra'aytumuhu faaftiru. Mtume anasema mtapouona fungeni, na mtapouona fungulieni, manake kuleni Eid.
wa haulai alladhina lam yura fi jihatihim lam yakunu yarawnahu, na wale ambao kwamba haukuonekana kwa wao, maana yake ni kwamba upande wao haukuwepo mwezi. Tumeelewana? Wa kama anna an-nasa bil ijma'i يعتبرون طلوع الفجر وغروب الشمس في كل منطقة بحسبها، فكذلك التوقيت الشهري يكون كالتوقيت اليومي. kama vile ambavyo kwamba kuchomoza kwa alfajiri na kuzama kwa jua, kila mji unategemea kuchomoza kwake kwa wakati wake na muda wake, basi na vile vile nyakati za mwezi nazo zinakwenda vile vile. Kwa hiyo hapa akaeleza kwa ufasaha wa shekhe ambaye kwamba ni Sheikh Ibn Uthaymeen. Nafikiri nenda kafungua katika mitandao muangalie Ibn Uthaymeen ni nani. Tukija kwa Sheikh Ibn Baz, na ni mmoja katika mashekhe wakubwa wa mji wa Makka, ambao leo imekuwa mtihani mkubwa mpaka usikie hadithi wa sahahahu Al-Albani, Ibn Baz na kadhalika. Hao pia katika fatwa yake asema walladhi yadhhar annahu la farqa baina ramadhana wa dhilhijja, kinachonidhihirikia Ibn Baz asema hakuna tofauti baina ramadhani na dhulhijja. Maana yake nini? Sio kwamba ramadhani ufuate muandamo wenu, dhulhijja useme mimi nafuata watu wanaosimama alwuqufu bi'arafa. Hapana, yote ni sawa sawa. Unapofuata ramadhani kwa muandamo wa kwenu, maana yake na dhulhijja pia ufuate kwa muandamo wa kwenu. Na yeye akasema wa hadha inda jamhurul ulama, na hili ndilo ambalo kwamba jamhuri ya wanazuoni wamelieleza. Kwa hiyo ndugu zangu, hili la kufuata miandamo ambayo kwamba si yetu, anasema hapa mwanachuoni tukhalifu al-ma'qul wal-manqul, inakhalifu akili na inakhalifu pia nukuu zilizoko za hadithi za bwana Mtume Muhammad, kama tulivyoeleza hadithi ya nani, ya Kurayb kiakili. Haya, twende kwenye akili sasa. Siku ya Arafa, tizama katika nyakati tawqit albaladi, nyakati za mji wa Makka. Mfano nakupa na Marekani na New Zealand. New Zealand wana kama wanavyoita Kiarabu, hawa wako mbele yetu kwa masaa 9 mpaka 10. Marekani yuko nyuma yetu kwa masaa 9 mpaka, kuna mji mmoja nilipata kuuona leo, masaa 12 wako nyuma yetu. Hadi sasa hivi sisi hapa ni saa 1:30 ya magharibi, wao ndio saa 1:30 ya asubuhi. Masaa 12 kamili. Sawa? Kiakili tutwende. Ikiwa sisi tutafunga siku ya Arafa kwa ajili ya kuwaunga ndugu zetu waliosimama, hao wa Marekani watawapata vipi hao? Maana yake, na tunajua alwuqufu bi'arafa yabda'u ba'da az-zawal, kama katika fiqh ilivyoeleza, kusimama kisimamo cha Arafa kinaanza baada ya nini? Kupinduka kwa jua, kabla ya dhuhuri kwa muda mchache, tuseme saa 6:15 6:30, na inamalizika usiku wa jioni yake. Sasa utasema huyu ambaye kwamba yupo nyuma kwa masaa 12, tunapoanza kisimamo cha Arafa pale saa 6:15, mwenzako ndio yuko saa 6:15 za usiku, wewe uko za mchana. Sasa atafunga vipi huyo mtu? Atapata vipi muafaka wa hawa watu? Haya, huyo ambaye kwamba yuko New Zealand, yeye yuko mbele yako kwa masaa 10, yani wewe saa 12 au saa 6 ya mchana, yeye yuko saa ngapi? Saa 1.
saa 2 ya usiku. Kwa hiyo kiakili, ndugu zanguni, tayari unaona hapo hakuna kwamba eti tufunge siku ya Arafa kwa lengo la kuwashajiisha wanaosimama kisimamo cha Arafa, kwa lengo la kuwapa nguvu wale. Lugha zinakuja namna hiyo, eti tunafunga kwa lengo la kuwapa nguvu wale, tunafunga kwa sababu ya kuwa nao pamoja katika ibada kubwa. Halafu angalia sasa katika hadithi kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa hafungi siku ya 9 iwapo ameenda haji. Hata masahaba wakawa na wasiwasi, Mtume leo amefunga siku ya kisimamo cha Arafa. Wakaona Mtume anakunywa kama ni maji au nini, wakafahamu kumbe hakuna saumu. Na hivi ndivyo ilivyo hata katika vitabu vya fiqh. Utakuta wanasema wala yambaghi lilhaji an yasuma fi yawm Arafa li'annahu munshagilun biadhkari Arafa. Na nenda katika kitabu chochote cha fiqh, huwezi ukakuta somo ya Arafa ipo katika mlango wa haji hata siku moja. Nenda katika milango yote, katika duraru, katika hata vitabu vya wenzetu hao ambao kwamba wao labda tofautiana katika maelezo kama haya ya swala na kadhalika, huwezi ukakuta somo ya Arafa ipo katika mlango wa haji. Utaikuta katika babu saum. Kwa nini? Kwa sababu funga ya siku ya Arafa haipo katika masala ya haji. Tumefahamiana vizuri yani? Kwa hiyo kiakili ushafahamu kwamba hakuna, maanake sasa tukisema kwamba watu wote wafunge siku hiyo ya kisimamo, tutawadhulumu watu wa Marekani, hawapati kisimamo kile. Na ndio maana nilipoanza hotuba yangu au muhadhara wangu nikasema miaka kadhaa nyuma, miaka 4 nafikiri au 5 ndio ilikuwa corona, watu hawakwenda haji. Je, watu walifunga Arafa hawakufunga? Tulifunga jamani, hatukufunga? Tulikuwa tunawasupport kina nani? Na hakuna kisimamo cha Arafa, lakini watu wakafunga, au sio? Haya, muulize yule aliyekuwa anasema kwamba sisi tunafunga kwa ajili ya kuwasupport wale, siku za corona alikuwa anamsupport nani? Au yeye hakufunga siku hiyo, alikuwa hamna kwa sababu watu hawasimami? Ndio nimepata kusikia shekhe wangu mmoja anasema tujalie iftiradhan, lau Mungu akajalia taa za duniani zote zikawa hazifanyi kazi, ndio hatufungi Arafa siku hiyo, kwa sababu hatuoni watu kama wamesimama kule. Turudi nyuma miaka 100, miaka 70 nyuma, wazee wetu walikuwa wanafunga vipi? Ina maana zote saumu zile zilikuwa batili, kwa sababu walikuwa hawajui kama wameafikiana na Arafa. Tizama katika hadithi yoyote, tuletee hadithi moja tu, hata kama ni adhafu dhuafai, kwamba Mtume alikuwa anamtuma sahaba, hebu katizame Maka vipi, mwezi umeandama, watu wasimama Arafa leo? Hakuna. Wala masahaba wao kwa wao. Maana tuseme Mtume ndo aliwahi haja moja akafariki. Katika riwayati za masahaba, labda Saidina Abubakar alipokuwa katika khilafa, Saidina Umar, angalau Saidina Abubakar amekaa miaka 2, Saidina Umar amekaa katika khilafa miaka 10. Hebu kaangalie katika tarehe yake, je, iko siku kamtuma mtu? Hebu kaangalieni Maka leo watu wamesimama huku ili na sisi tufunge na wao? Hakuna. Utakuta ni mambo ambayo kwamba yamejaribu kutengenezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tulivyoeleza katika hadithi mbalimbali kwamba faradhi au tashri' ya Eidul Adha ilikuja mwaka wa 2, na Mtume akaendelea kufunga siku ya Arafa mpaka mwaka wa 9 ala ikhtilafi riwayat, au mwaka wa 7 au tujalie mwaka wa 5 tu ndio imekuja hiyo nini, faradhi ya haji. Hii miaka 4 Mtume alikuwa anafunga vipi yaumu Arafa? Ni kwa sababu alikuwa anafuata kule. Utakuta hakuna vitu kama hivyo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ulipokuja mwaka ulioshereheshewa haji au uliofaradhisha haji, Mtume akaunganisha matendo yale ndani ya hizi siku tukufu. Akaweka kwamba yaumu Arafa ndio siku watu watasimama nini, Arafa. Kwa hiyo haji ndio imekuja kuikuta funga ya Arafa
ikaunganishwa katika masiku ya hayo mema na siku ya 10 ambayo kwamba ndio kama katika aya sema washafi, maana yake ni ile siku ya Eid, walwatri ni siku ya Arafa, kama ilivyokuja katika tafsiri mbalimbali za masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu, katika hili ni jambo mtu kujua tu namna gani ya kuchanganua mambo, wala hakuna kulazimishana. Sisi hatumkejeli mtu wala hatusemi bana mbona wewe unafunga siku hiyo, kwa sababu sisi twakiri na tukubali kwamba ikhtilafu al-matali' ni rai zipo baina wanazuoni. Kwa hiyo hata wanazuoni wao wamesema mtu akitaka kufuata muandamo wa kimataifa anaruhusiwa, ni itikadi yako tu, japo rai kubwa ni haya tuliyosema yakina Ibn Uthaymeen na kina Ibn Baz wamesema warajihu, na kilichokuwa kimechukua nafasi kubwa au yenye nguvu, rai yenye nguvu zaidi ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafunga kwa muandamo wake mwenyewe, na kila mmoja sumu liruyatihi. Sasa sangine utakuja kuta maneno ya kejeli, siku ya pili nyinyi mnaona mwezi, watu wanakuambia muone huu mwezi wa siku ya pili huu, nyinyi mnasema wa leo. Sasa si ndo maana ya hadithi jamani? Unajua tatizo kusoma ndo tuna matatizo sisi. Mtume anasema fa in ghumma, nini maana in ghumma? Hebu kusome neno hili ya in ghumma. In ghumma maana yake kuna mawingu amekufanya wewe hukuona ule mwezi, hukulazimishwa usifunge. Kwa sababu nini? Hukuona mwezi. Kama upo nje kwenye Shaabani, endelea kula, utafunga baada ya kukamilisha nini 30. Ikiwa ni Ramadhani umetizama mwezi 29 hukuona mwezi, ndio hiyo fa in ghumma. Maana yake kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba mwezi unawezekana ukawa upo umezibwa tuna mawingu. Sasa sheria haikulazimishi. Sasa ukiona siku ile ambayo kwamba ndio umeonekana, usije kusema bana huu mwezi wa siku ya pili huu mwezi mkubwa, zipo kejeli za namna hiyo. Nyinyi itabidi mlipe siku moja bana. Wapi umeona sheria hiyo? Sasa kwa nini Mtume aseme fa in ghumma alaikum? Ingekuja hadithi fa in ghumma alaikum, mtapokuwa mwezi hamkuona kwa sababu ya tatizo la mawingu, fa in ra'aytumuhu thani yawm, mtapouona siku ya pili ukawa ni mkubwa, umeonyesha kwamba ni wajana, basi lipeni. Ingekuja hadithi. Mtume hakuacha kubainisha kitu chochote. Mtume hakuacha jambo lolote ambalo kwamba wanawazuoni nao walipokuja vile vile hawakuacha jambo lolote la kubainisha. Unajua wanawazuoni mpaka wamefikia daraja wameleta mifano ambayo kwamba ya iftiradhiyan, maana yake tuseme imekuja jambo la namna hii, hukumu yake nini? Wakasema mfano, mwanadamu amemwingilia mbuzi ule akaza mtoto, amekuja na sura ya binadamu kamili. Je, yule afaa kuwa kadhi? Je, afaa kuswalisha? Je, afaa kufanya hivi? Je, afaa kuoa? Je, au tuweza kumchinja tukamla kama mbuzi? Yote yako katika ahkamu hizo, japo ni mambo hayawezi kutokea, ni nadir jiddan, lakini tayari wanaozuoni washayapigia mahesabu. Kwa hiyo na hili nalo pia kama ingekuwa lipo, lingekuwa limepigia hesabu, tungeambia bwana ikitokea siku watu kule wamesimama, basi itabidi na nyinyi mfunge kama wao, mfunge kama vile walivyosimama wao, kwa sababu ile ndio itakuwa siku ya Arafa. Mwingine akwambia alhajju Arafa bwana, si tuzungumzia masala ya somo, tuzungumzia haji. Ndio alhajju Arafa. Mtume sallallahu alaihi wasallam hadith sahih asema alhajju Arafa, maana ya haji ni Arafa. Maana yake atakayekosa Arafa hana haji. Yani mfano imetokea wewe umekwenda kufanya haji, bahati mbaya siku ile Arafa hukuenda kwenye kisimamo cha Arafa, ima umepatwa na homa kali ukashindwa kufika pale, au umepata dharura umepotea hukujua Arafa ni wapi, ukaenda sehemu nyingine, kwenda za Mina huko, takoma na alikwambia baki nyuma nani? Lazima ufuate watu vile wanakuona. Wewe umelala, watu tayari wanaelekea Arafa, wewe uko
zako hoteli ndio unayuko unataka kujiandaa, mwisho siku huna haji, inabidi mwakani uje ulipe Arafa ndio haji yako itimie. Sasa haji Arafa hii hatusemi ni haji sisi, wala hatukusema tutafungia haji. Sisi tunafunga nini? Siku ya 9 katika mwezi wa Dhulhijja. Na haya yote ndugu zangu tumeleta al-manqul wal-ma'qul kiakili, na nukuu ambazo kwamba tumezieleza hapa zote nafikiri zitakuwa zimeeleweka, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni wenye kuelewa, kwa sababu hizi ni tashwishi ambazo kwamba kila mwaka zinajitokeza. Wakija kwenye hoja ya kwamba tufuateni muandamo wa pamoja, tumeeleza hadithi ya Kuraibu hapa, maelezo ya masahaba yanatuambia nini. Kisha tizama Ibn Abbas, Mwenyezi Mungu amrahamu radhiallahu anhu, amesema neno zito hapa, akasema hakadha amarana Rasulullah, hivi ndivyo tulivyofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakusema hivi ndio tunavyokwenda sisi masahaba, karudisha kwa Mtume, ambao hii ni hadithi tena sahihi wala haina utata ndani yake. Lakini walioamua kufuata miandamo ya kimataifa wameamua wenyewe. Ukirudi kwa masheikh ambao kwamba wapo ndani ya Saudia, wameulizwa maswali haya, wanasema kila mmoja afuate muandamo wao. Haya, tukija katika kufunga Arafa ni nini? Tumeeleza kwamba Arafa haina mafungamano na haji. Arafa ni kitu na funga ya haji ni kitu, kwa maana kile kisimamo ni kitu kingine na funga ya siku ya 9 ni kitu kingine. Ni vitu viko wazi, wala hakuna ambacho kwamba mtu anaweza kusema mimi hapa inatakiwa kwamba kwa sababu Mtume ameiweka katika kiamu Arafa basi na mimi nifunge kwa sababu ya watu wako kule. Mungu saa nyingine subhanallah anafanya mambo yake kwa maksudi. Corona hii imekuja kwa wakati ambao kwamba na sisi tushuhudie kwamba kiamu Arafa hakuna na watu wakafunga, kwa sababu isingetokea hii, ukileta hata iftiradhan kwamba jamani haya siku ya siku tumeambiwa hakuna haji, hakuna kisimamo, watu watafunga, mtu atakwambia bwana itatokea lini hiyo? Mbona wao kwamba haeleweki? Wapi utasikia kwamba hakuna haji wala watu watasimama? Hili ni jambo lilipotoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na litaendelea kuwepo jambo la kheri kama hili, lakini Mungu kaleta jambo ambalo kwamba ni tatizo limeingia katika jamii ya dunia nzima. Matokeo yake watu hawakwenda Arafa, haikusimama kisimamo, na watu tukafunga siku ya 9 kama kawaida. Kwa hiyo ndugu zangu, inshallah nafikiri mada imeeleweka, na haya ndio tuliojaliwa kuyasema katika kufikisha mada hii. Na kama kuna mtu yoyote, tutatoa kipindi cha kuuliza, pengine mtu hajaelewa, kuna hoja fulani au kuna hadithi ambayo kwamba tumeeleza hapa, labda unahisi unahitaji kufahamu zaidi, basi inshallah mimi nimefikisha mada yangu. Mwenyezi Mungu kama nimepatia basi minallahi, na kama tumekosa ndio tunazidi kujifunza inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwana Sheikh, kwa kutufikishia mada hii nzuri na adhimu, na imani kwamba watu wengi watahitaji kuuliza maswali kama walivyosema, na tulikubaliana kwamba mpaka ifike saa 2 kasoro tuadhini na tuulize maswali. Tuanze tuoja moja. Sema hapana, bado tutakuwa na maswali mengi zaidi. Hili swala ni jambo hili lina utata wa kujitakia
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh nauliza swali langu, ina maana wanazuoni kuhusu hizi itilafu wamekaa pamoja. Naona hizi itilafu zikatokea kwa sababu sasa hivi hata wenzetu wengine wakitaka kusilimu wanauliza, wanasema mbona Uislamu mbona kama una makundi. Sasa kwa nini wanazuoni wetu wasingekaa pamoja hii itilafu ikaisha? Kwa nini wameleta mgongano kwa makundi haya? Wangekaa pamoja wala wasingetokea taifa kwa namna hii. Swali langu ndio hilo. Sijui kusali yote pamoja au acha tumjibu. Naam, anasema kwa nini wanazuoni au maulamai wasikae wakakubaliana tukawa kitu kimoja? Kwa sababu hili pia litampa tashwishi yule ambaye kwamba anataka kusilimu, labda au anaangalia anaona Waislamu wenyewe mara huyu katoa hili leo, yule katoa kesho. Kwa sababu hiyo basi kwa nini watu wasikae wakaelewana? Katika hadithi imekuja ikhtilafu ummati rahma, kule kukhtalifiana umma kama alivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم au kama kala alayhi salatu wasalam, ni rahma, ni rehma kwa wengine. Kwa hiyo kila kitu kinakuja kwa na kama kuhusu hili hasa jambo la mwezi, tukizungumzia la mwezi haswa, watu wameshakaa huko vikao vingi sana sana sana, lakini tatizo ni kwamba kila mmoja ameshikilia msimamo wake na hataki kuganduka. Maana mimi hivi nilivyoelewa ndio hivi. Na hata sisi wanafunzi tunaposimama kuzungumza haya, tunalenga sana wale ambao kwamba maskini hali zao kiilmu ni ndogo. Mshafahamu? Kuna watu ambao kwamba ndio wanajifunza. Kuna mtu amesilimu juzi, kuna mtu atoka kijijini haelewi mambo ya nini, sasa anafuata mkumbo tu. Leo watu wamefunga na atafunga, kesho atatoa hili na atatoa hili. Ndio maana tunaeleza darasa kama hizi. Ama wale ambao kwamba wao itikadi zao ni hizo kwa hizo, wale shekhe wanaitwa sumun bukmun, hata ukawaambia nini yeye tayari ashajaa kwamba mimi kufunga Arafa lazima watu wamesimama kule. Hata ukamtolea hoja 100 hakuelewi. Sio, tumeelewana? Kwa hiyo hii ni katika rehema ya Mwenyezi Mungu kwetu sisi kule kutofautiana, na ndio maana utakuta Imam Shafi anasema hivi katika masala ya swala, utakuta katika masala ya saumu Shafi anasema hivi, Maliki anasema hivi. Zote zile ni huruma kwetu sisi waumini, ili kila mmoja angalie, mimi nitashika hapa, mimi nitashika pale. Naam.